Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko, sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 6. Yesu alitoka huko akafika mpaka nchi ya kwao. Wanafunzi wake wakamfuata. Na alipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakasema, "Huyu ameyapata wapi? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mkono wake? Huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu?" Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, "Nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake." Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutoamini kwao. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, huwa tunapata changamoto tunapokuwa nyumbani. Kufanyia utume nyumbani ni kazi. Wengi wanakuwa wametulea katika maisha yetu tukiwa wadogo, lakini sasa hawawezi kutambua kwamba tunapopata daraja takatifu la upadre, wanafikiri bado tuko watoto kama tulivyokuwa huko nyumbani. Vivyo hivyo imempata na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alizaliwa Nazareti pale. Sasa badala ya kulishika neno lake, wanaanza kurudi nyuma kufuata mambo ya ukoo. Katika maisha yetu, ukitaka kufanya kazi yako vizuri ya utume, epuka haya mambo ya ndugu, ukoo, sijui familia, sijui baba alizaliwa na baba na babu akazaliwa na babu. Hivyo vingi vinatuharibia katika utume wetu. Tukifuatana sana na mambo ya makabila, ukabila, koo, utaifa, tunashindwa kumtumikia Mungu, na maisha yetu yanakuwa ni ya shida. Baada ya kuitwa kama mapadre au watawa, basi unakuwa umeacha vyote. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kuwajibu hivi, kwa sababu alikuwa afuatani nao sana. Kumbe nabii ni nabii hata kama amezaliwa kwetu. Tunapokumbuka kwamba siku ya upadirisho yule shemasi anakuwa amekaa na waamini, baadaye anaitwa yule ambaye ameteuliwa kupewa daraja takatifu ya upadre, anasema nipo, alafu anahama kutoka kwa waamini anapokuwa amekaa na kuja, baadaye ya kuangalia altare anaangalia waamini, ikionyesha kwamba ametoka kule sasa kijijini, ametoka kwenye ukoo, ametoka kwenye kabila, sasa anaanza kuihudumia mwenyewe. Kumbe tuendelee kumuomba Bwana wetu Yesu Kristo, hizi changamoto tunazozipata za kiutume zisitufanye tukose kuhubiri neno la Mungu. Watu wengi wanatufahamu hata tunapopatwa changamoto au unaposema ukweli. Unaposema ukweli kuhusu haki, wanaanza kufuatilia nyumbani, amezaliwa pale, amezaliwa huku, alikuwa hivi, lakini ukweli lazima uhubiriwe. Ukweli lazima uhubiriwe, na ukweli haufungwi, ukweli haupelekwi mahakamani, ukweli haunyongwi, wala ukweli haupelekwi uhamishoni. Kwa hiyo nabii kama nabii lazima akemee, aonye, bila kufuata kabila, bila kufuata taifa. Hata changamoto zitokee, hata wakuseme, sisi tunapita tu katika makabila, katika mataifa, katika ndugu, tunaendelea kulihubiri neno la Mungu bila woga. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mkae kwa amani. Tumshukuru Mungu.